aina 4 za malezi ambazo kila mzazi unataka hutaki unatumia hizo aina 4. Ninaliacha kwanza nijibu haya maswali kwa watu ambao wameniuliza wengi sana. Dakika zangu nikisimama hapa ni chache, siwezi kufundisha kwa undani vile inavyotakiwa, na hivi ninagusa tu. Lakini ukipata nafasi utaingia YouTube, utaandika Deborah Urio malezi ya watoto. Nimefundisha kwa undani. Sasa tumesema kwamba malezi ya mtoto yanaanzia tangu tumboni. Anza kulea mtoto wako tangu tumboni. Anapotoka siku ya kwanza, anza kumtiisha mtoto yule. Unapomtiisha, na tumesema kwamba kila siku tangu siku ya kwanza amezaliwa, unaweka tofali la ujenzi wa tabia kwa mtoto wako. Wakati wa kunyonya ni wakati muhimu sana kwa malezi ya watoto. Wamama wa sasa hivi ambao ni wamama wa .com, ananyonyesha mtoto na huku anachati. Unatengeneza mwanadamu wa hovyo asiye makini. Ni nini kinatakiwa? Mama, unaponyonyesha mtoto, acha kila kitu. Kama unapika ipua, weka pembeni. Nyonyesha mtoto wako. Muangalie mtoto tu. Tabasamu, mpetipeti. Kwa sababu yeye pia wamama wanafahamu mtoto akinyonya anaangalia wapi wamama? Anaangalia wapi? Huwa anatafuta nini? Anatafuta bondi ambayo haipatikani kwingine kokote ila kwa mama. Ndio maana hata mwanaume mkubwa kabisa kama mchungaji fulani akijikwaa tutashangaa mama. Kwa hiyo ule ni wakati muhimu, mnyonyeshe mtoto wako. Na wengi hawafanikiwi kwa sababu mtoto hata akilia anamnyonyesha kila mara. La, wakati wa kunyonyesha mtoto hakikisha unamnyonyesha kweli. Unamweka begani, mtoto anabeua, unamlaza. Sasa mtoto anapofika umri wa ile 0 kwanza mpaka miaka 2 ni miaka ya kutengeneza huyu mtoto, ili ni mambo mawili: ajue kwamba ulimwengu ni mzuri kuishi au ulimwengu sio salama. Na ndio maana kuna mtoto yeye anabebwa na kila mtu, alafu kuna mtoto anabebwa na mama yake tu, hata baba yake hamtaki, bila kujua wazazi wamemtengeneza kuona ulimwengu sio salama. Sasa kuanzia miaka 4, wengine wanawahi 3, lakini hapo kwenye 4, mtoto wa kike anampenda sana baba sana. Huo ni wakati wa baba kumpa huyu mtoto mapenzi yanayotakiwa, ambayo ni sehemu ya malezi ya mtoto. Baba, angalia haka kabinti kwenye mboni za macho, tabasamu, mwambie nakupenda sana. Ni huo wakati kila mzazi anajua kwamba mtoto wake wa kike anampenda tu baba, na mara nyingi anapenda alale na wewe, anakupenda wewe. Hata mkikaa na mkeo, kanakuja kanakaa hapa katikati, kanamsukuma mama. Sasa huo sio wakati wa kuchezea. Mpe mapenzi. Mtoto huyu akiwa satisfied, anapokuja kuwa kwenye hatua ile tunaita hatua genital stage, hatua ambayo sasa ni kama kaua kanachanua, nyuki wanataka kutua na vipepeo wanaruka juu yake. Huyu mtoto, vivulana vitaanza kumwambia, we mzuri. Baba yake alimwambia hilo neno kwamba we ni mzuri sana binti yangu. Hilo neno halimshitui. Sisi wanawake, wanaume mjue, kutuambia na kupenda ni yani hata miguu haisimami vizuri. Miguu kama vile inagongana. Baba, ambia mkeo na kupenda, ambia binti yako na kupenda. Ni dawa kwake. Mtoto aliyekosa neno na kupenda, aliyekosa neno kutoka kwa baba kwamba we ni mzuri sana, atakapoambiwa na wavulana we mzuri sana, mkumbuke kwamba watoto hawaingii kwenye uasherati kwa sababu wanapanga. Hapana. Kivulana kilikosa mapenzi ya mama, kisichana kimekosa mapenzi ya baba. Wakikutana wanafikiri hayo ndio mapenzi. Na tafiti zinaonesha watoto waliopata mapenzi sahihi kutoka kwa baba, visichana, ana uwezekano wa kuwa bikira mpaka atakapoolewa. Ndio wale unawaona na mtazamo chanya kwa wavulana, anacheka na wavulana wengi, alafu watu wao hawaelewi, wanafikiri wana tabia mbaya. Hao ndio wana tabia nzuri. Ila wale ambao akiona mvulana anamuogopa, yani hao ni wakuvuta tu. Kitoto cha kiume katika umri huo chenyewe kinampenda mama sana sana.
na mkikaa baba na mama anamsukuma baba yake ili akae na mama yake. Mama, ni wakati wa kumpenda mtoto wako, mwambie nakupenda. Watoto wasilale baada ya ibada. Na nikumbushe kwamba ibada, nyumba yenye watoto wa chini ya miaka 10, sio ibada zile ndefu mnahubiri, kahubiri ni kanisani. Tengeneza ibada fupi nzuri kwa ajili ya watoto ili wapende ibada. Lakini pamoja na hayo, wanapoenda kulala, mama, baba, mmoja wenu aende chumbani kwa watoto, apande kitandani kwa watoto, awaambie mnavyowapenda, awaambie Yesu anavyowapenda. Watoto walale usingizini wakiishia na sauti ya mama au ya baba. Sasa tunafanyaje? Wafanye watoto wampende Yesu wao wenyewe. Yaani watoto wasiwe na Ukristo wa utegemezi. Wao wenyewe. Tunafanyaje? Kila unacholeta, umemnunulia viatu, umemnunulia kaptula, suruali, shati, gauni, muoneshe Yesu kwenye hicho kitu. Tunafanyaje? Mwanangu, Yesu ni mwema sana. Angalia, amempa baba pesa, baba amenipa mimi, nimekununulia hivi viatu. Ungemwambia nini huyu Yesu? Katoto kanatoa ibada ya moyoni ya shukrani. Mmetenga chakula mezani. Familia nyingi, haya we, lete ombi. Amina. Hatufanyi hivyo tukiwa na watoto. Tulikula mchana, Yesu alitupa chakula. Na sasa ni jioni, Yesu ametupa. Lakini pia kuna watoto wengine wengi hawana chakula. Sisi Yesu anatupa chakula kila mara. Tungemwambia nini huyu Yesu watoto? Ni nani amshukuru Yesu kwa niaba yetu? Mtoto mmoja anatoa ibada ya moyoni. Kwa hiyo watoto wanajua kila kitu kizuri ni Yesu. Kukicha asubuhi uko chumbani kwao, mmeamka, mimi na baba tulilala au mimi na mama tulilala, lakini malaika walikuwa wengi, na unawasomea fungu, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Malaika walikuwa hapa wamewalinda, na sasa kumekucha kwa uzuri. Mngemwambia nini huyu Yesu? Nikiwa na watoto wadogo, wakati mwingine tulikuwa tunaamua kwamba hakuna ibada, mwende mkalale. Alafu tunanyata kwenye korido, tunasikiliza chumbani kwao. Je, watasema tuombe au watalala, ili tujue tuna watu hapa hatuna. Ukiona umewaambia hivyo na vinaenda vinapanda vinalala, ujue bado. Wanatakiwa wakifika kule wenyewe waseme, haya sasa sema fungu, sasa sema fungu tuombe tulale. Unajua wanategemea. Watoto wengi wakitoka nyumbani wanaacha imani. Wanaacha imani kwa sababu imani sio tamu pale nyumbani. Mama ni pilipili kichaa, baba ni pilipili mbuzi, na imani haionekani. Watoto hawaoni uzuri wa Yesu, na hivyo watoto wanaasi pale nyumbani. Nilisema mara ya kwanza kwamba kuwa mcha Mungu sio vazi kwamba unalivua. Ni mtindo wa maisha wa kila siku. Watoto waone Yesu kwa baba, watoto waone Yesu kwa mama, na hivyo watoto hawa wanashika imani wao wenyewe. Wakati wa kula ni wakati muhimu, na hivyo akina baba muwe mnawahi kurudi nyumbani. Ninafahamu maisha ya miji mikubwa kama Dar es Salaam, kuwahi nyumbani inakuwa vigumu, lakini basi siku zile za Jumamosi na Jumapili na siku za sikukuu, kaa nyumbani ili uone watoto wanavyo behave pale nyumbani. Saa ya kula, waambie wapakue chakula kila mmoja uone. Mmeshaona kwenye mikusanyiko mtoto mdogo anapakua chakula mpaka kinamwagika? Mmeshaona Ni kitu amejifunza kule nyumbani, malezi hana. Hafikirii wengine, anajifikiria yeye mwenyewe. Na hizi tabia zote zinatengenezwa nyumbani. Watoto wale wanaoendelea kupata watoto, usimuite mtoto jina lolote. Unamuita mtoto jina refu kama treni. Ukiulizwa maana yake nini, hujui. Usimuite tu mtoto jina, kwa sababu ulimi huumba. Unavyomuitia mtoto wako lile jina, unamnenea kuwa kile kitu. Kwa hiyo muite mtoto jina ambalo unalijua maana yake, ili unapomuita unamnenea kuwa kile kitu. Jina langu mimi linanifanana kabisa mwenyewe, kwa sababu ninavyoitwa Debora, lile jina linanifanana na mimi. Maana ya jina langu ndio hivyo hivyo, ni nyuki. Ukitaka kwangu asali unapata, ukipata manundu ukitaka unapata.
We chagua unataka nini. Ni mtu mwenye shughuli nyingi kwa wakati mmoja. Namshukuru aliyeniita hili jina, amenifanya kuwa hivi. Watoto ni zawadi kutoka mbinguni. Chunga unachomnenea mtoto. Watoto wanatengenezwa nyumbani kwao. Taaluma zote watoto wanatengenezwa. Una mtoto wako wa miaka 6, miaka 5, anza kumuuliza ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Aseme. Akiingia la kwanza, endelea kumuuliza ili mumsaidie. Sisi walio wengi wa Afrika, anaacha mtoto mpaka kidato cha 4, ameshindwa shule, amefeli, sasa ndio anahangaika awe nani. Ungemsaidia tangu akiwa la kwanza, huyu mtoto angekuwa yule anayetakiwa kuwa. Ninayekwambia hivyo ni shahidi. Anza kuuliza mtoto wako unataka kuwa nani. Mtoto ameleta alama 20 ya 100. Huwa mnawaambia nini? Kilaza mkubwa wewe, taira mkubwa wewe. Wakati shuleni walimu nao wamevurugwa, na yeye anamwambia maneno hayo hayo. Kwa hiyo mtoto anaona okay, baba ameniambia mimi taira kilaza, na mwalimu ananiambia mimi kilaza, basi mimi kilaza. Usikubali. Mama yake Ben Carson amenifundisha sana mimi malezi. Yaani ningeulizwa walionisaidia kulea, ningemtaja Yokebed, mama yake Musa, na mama yake Ben Carson. Tamkia mtoto wako, mpangie mipango. Wewe umepata 30 ya 100, wewe una akili sana, lakini michezo ni mingi. Mpangie mtoto ratiba. Wale walioniuliza maswali, nafikiri maswali yao yanajibiwa na naendelea kujibu. Watoto, usiwalaze watoto wakubwa na wadogo pamoja, lakini pia usiwalaze watoto na wageni, hata kama ni kaka yako tumbo moja. Dunia imeharibika, usilaze watoto wako na wageni. Kama una chumba viwili tu, basi wageni wakija, chukua watoto walaze nao kule chumbani. Kama mgeni ana akili, ataelewa kwamba ona wenyewe wanalala na watoto. Niage tu siku 2, kwa sababu wageni wengine anakuja na hana anachofanya. Anakaa tu hapo, umekuja kufanyaje? Anasalimia hapo tu mpaka Disemba, na ni mwezi wa 5 mpaka Disemba. Anaruka kwenye makochi kama paka, kochi hili anahama kochi hili, anahama kochi. Hivyo anakuharibia na msichana wa kazi na watoto wako. Walimu wa shule ya msingi wanafahamu, wana siri nyingi sana watoto wanavyoharibika. Lakini mtoto wako yule mdogo ambaye anaanza kuzungumza, anza kumfundisha viungo. Ni muhimu wa mama na baba. Mtoto wako wa kiume, baba, chukua, anza kumwambia hiki ni nini, atasema kichwa kina kazi gani, aseme. Akishindwa mwambie hiki ni nini, nywele, kazi ya nywele mwambie. Hii ni nini, macho, shuka, kazi ya macho kuona. Hii nini, pua, kazi ya pua kunusa. Shuka. Huu nini, mdomo, kazi ya mdomo mwambie. Shuka, endelea. Hiki ni nini, kama ni kibinti, nyonyo. Ukiwa mkubwa utakuwa mama, utakuwa na watoto, utanyonyesha. Sasa nyonyo huwa haionyeshi kwa watu, unajua mimi nishaonesha ya kwangu mwanangu. Haionyeshi kwa watu. Mtu akitaka kuona ficha, shuka. Hiki ni nini mwanangu, kitovu, kazi yake mwambie. Shuka. Wakati wa kuona aibu umeshapita. Malezi ni changamoto. Kana mtoto wako mwambie hiki ni nini, atasema kojo, kazi yake mwambie kulingana na umri wa mtoto. Mwambie hatuoneshi kwa mtu yeyote. Kama wewe ni baba, mwambie mtoto wako wa kiume, mimi baba ulishawahi niona? Hapana. Na wewe ficha. Hata mtu akitaka kukufunua, usifunue. Mgeukie, mwambie hiki ni nini, hiki nini, kazi yake hapa katikati, kazi yake nini, aseme, na wewe ukazie maarifa. Watoto huo umri wanaamini baba na mama kuliko kawaida. Kwa hiyo atakuamini, na tunakosea mahali hapa. Wazazi wengi wanaogesha watoto mbele za watu. Mwiko, shindwa kwa jina la Yesu. Usiache mtoto wako mdogo akaonekana uchi wake kwa watu. Huyo mtoto hatakuwa na aibu, atafunua kwa mtu yeyote. Kamuogeshe kwa siri, ni kuficha. Mwambie
Fanyeni urafiki na watoto. Ni kweli mnatafuta pesa, ni sawa, lakini ukiharibu malezi ya watoto, pesa hazina kazi. Kwa hiyo baba, fanya urafiki na watoto. Chezeni mpira kama ni vya kiume, inameni mcheze king'ombe ng'ombe. Nakumbuka hivyo ndivyo nililea watoto wangu. Na nikiona yale madume, namwambia Baba wa mbinguni asante. Tulicheza, tulijificha jificha. Cheza na watoto wako, muwe marafiki. Kwa nini muwe marafiki? Ili akipata changamoto akwambie. Wazazi wengi ni wakali, wakali bila sababu. Mtoto anataka kusema anachotendewa, anakuogopa. Hatimaye unavuna mabua. Watoto ni zawadi. Ni zawadi ya pekee. Utasoma Zaburi 127. Fungu zuri. Watoto ni zawadi Mungu aliyotupa. Itengeneze, ifiche kila siku asubuhi. Mama na baba, utasoma Ayubu 1:5. Ayubu alikuwa na akili zenye akili. Tunatamani wa baba wawe kama Ayubu. Alikuwa anawapeleka familia yake miguuni pa Mwokozi. Baba, wa baba wengine anakurupuka asubuhi anaondoka. Weka familia yako mikononi mwa Mungu. Wafiche mbawani mwake adui asiwaone. Kile unachokataa wewe mwenyewe usifanye, mama au baba, kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuona, sio kwa kuambiwa. Na ndio maana hata shuleni tunashauriwa tufundishe kwa zana za kufundishia. Mtoto akiona inakaa zaidi. Sasa wazazi wengi hapo ndipo tunakwama. Yale tunayosema sivyo tunavyoishi. Tutaendelea labda kesho kutwa.